حكم القنوت في صلاة الوتر. حكم ya qunut katika sala ya witr, kwa sababu ndio mada tunaoizungumzia. يشرع القنوت في الوتر, ni sunna kuleta qunut katika sala ya witr. وهذا مذهب جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة ورواية عن مالك. جمهور ya fuqaha wamekwenda kuwa ni sunna kuleta kunuti katika swala ya witri. والأدلة من السنة عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر. asema amenifunza mimi Mtume sallallahu alayhi wasallam maneno ambayo nitayasema katika qunut ya witri. Na hapa kuna jambo muhimu ambalo tutakuja kulizungumzia baadaye insha Allah tutakapozungumzia dua zilizokuja kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam katika qunut. Kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam alimfundisha Al-Hasan ibn Ali ambaye ni mjukuu wake radhiyallahu anhu namna ya kuleta qunut katika swala ya witri. Na bila shaka Mtume sallallahu alayhi wasallam mjukuu wake atamchagulia kilicho na manufaa kwake yeye, sababu ni mtu wake wa karibu na pia ni katika masahaba ambao awapenda zaidi Mtume sallallahu alayhi wasallam, Al-Hasan wal-Husayn radhiyallahu anhum. Akamfundisha maneno sahali machache, lakini yamebeba ndani yake maana kubwa sana, na kila unachokihitajia wewe katika khairi ya dunia na akhira iko katika hii dua fupi aliyofundisha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ingawa leo kila ile kunuti ikiwa ndefu, haswa katika mwezi wa Ramadhani, hii miezi mingine hata yule imamu mwenyewe hafanyi kunuti yani miezi mingine ya kawaida pengine akiswali witri yeye hakai dakika 40 aomba hakai, lakini ikifika Ramadhani, kuanzia Ramadhani ya kwanza ile kunuti itakuwa ndefu pengine kuliko hata rakaa 2 zikichanganywa za tarawih ambazo watu wamesoma rubu juzu. Amkuta mtu yarefusha sana. Ile sharit ya 27 imehifadhiwa, bali huandika wale maimamu kisha wakaihifadhi. Umeona, wakishahifadhi ile sharit sasa yaanza kusomwa kuanzia Ramadhani ya kwanza. Wenyewe kule wasoma Ramadhani 27 ifika 27, masala ya kuwa yafaa ama haifai ni mengine, tusema tu wenyewe kule usoma 27 ile kunut ndefu. Siku za kawaida huwa ya kiasi, lakini hapa kwetu kuanzia Ramadhani ya mwanzo utasimama dakika 40. Wangapi waje kushtaki kuhusu maimamu wanaorefusha kunut ndefu mno? Sasa ikiwa mtu yomba dua wa huwa karih na iwachukia kile unachokifanya, kipi ustajab hadha dua? Dua hii itakubaliwa vipi na mtu ambaye yuko nyuma yako achukia kile kitendo unachokifanya? Bali si katika sunna, waingia katika bid'a kama tutakavyozungumza huko mbele. Lakini nitambihi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alimfundisha Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhu wa ardhah maneno sahali, watu hawatachoka nyuma yako, na pia ni dua ambazo zimekusanya khairi nyingi ndani yake. Na mara nyingi wanaoviona usisitiza tushikamane na adhiya ambazo amezifundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tizama katika dua ambazo sisi tuomba na wanaoviona wamekataza na tuipenda sana, Allahumma atiq riqabana wa riqaba abaina minan nar. Tuseme hivyo, si dua tuisoma? Naam.
Allahumma ij'alna min utaqaika minan nar. Utaqa ni wale ambao wameandikiwa tayari kuenda wapi? Motoni. Kisha Allah hufanya nini? Huwaondoa katika sijili ya wale wenda motoni, akawaweka katika watu wa wapi? Wa peponi. Hawe ulijuaje unaandikwa motoni hata useme Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina minan nar? Ulichungulia kule ukajua kwa wewe enda motoni, ushaandikwa kwenda motoni, sawa sawa usemeni Allahumma ajirna minan nar, umombe Allah subhanahu wa ta'ala kuepusha na moto. Lakini ukisema Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina minan nar, bimaana tayari wewe wajua ushaandikwa katika watu wa motoni, turidu al-'itq, watakautolewe kule uweko katika watu wa peponi. Hakuna mtu anejua. Lafdhu sahihi ni kusema Allahumma ajirna minan nar, na hii imekujaje? Kwa sababu tumewacha lafdhi alizozifundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, tukaja tukabuni zetu. Ikawa mtu yubuni lafdhi ambayo sio ile aliyoweka Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio tukaingia na kuteleza katika matatizo kama haya. Min al-athar an Alqama anna ibn Mas'ud wa ashab an-nabi sallallahu alaihi wasallam كانوا يقنتون في الوتر قبل الركوع. katika athar ibn Mas'ud radhiyallahu anhu na masahaba wa Mtume sallam walikuwa wakileta qunut katika witri kabla ya kurukua.